Baada ya yote yaliyotokea kwenye part 1 na part 2, Amina na Juma walikuwa wamepitia maumivu makubwa sana. Walitenganishwa, walidanganywa na karibu wapotezane kabisa. Lakini sasa ukweli wote ulikuwa karibu kutoka nje. Baada ya Juma kuingia ndani ya nyumba na kumkuta Amina akiwa ameshika faili lile mkononi, hakuna mtu aliyesema hata neno kwa sekunde kadhaa. Kimya kile kilikuwa kizito sana, kiasi kwamba hata sauti ya upepo uliokuwa nje ilisikika. Amina alikuwa amesimama karibu na meza, mikono yake ikitetemeka. Macho yake yalikuwa mekundu kutokana na machozi. Mamake Juma alikuwa amesimama upande mwingine wa chumba, uso wake ukiwa mkali, lakini ndani yake kulikuwa na hofu kubwa. Juma aliwatazama wote wawili bila kuelewa nini hasa kilikuwa kinaendelea. "Mama, hii yote ni nini?" aliuliza kwa sauti nzito. Mama yake hakujibu mara moja. Juma akasogea karibu na faili lile na kulifungua. Ndani yake kulikuwa na picha za Amina, taarifa zake za zamani, hata baadhi ya mazungumzo yake ya siri. Juma alishtuka. "Mama, ulikuwa ukimfuatilia?" Amina akafuta machozi yake polepole. "Nilikuja hapa kutafuta ukweli, lakini sikutarajia kuona haya yote." Mama yake Juma akakaa chini taratibu, kama mtu aliyekuwa amechoka kubeba siri nzito kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza tangu yote yaanze, macho yake yalionyesha huzuni badala ya hasira. "Huu kweli hamkuwa tayari kuujua," alisema kwa sauti ya chini. Lakini sasa hapakuwa na namna ya kuuficha tena. Mama yake Juma alivuta pumzi ndefu. "Miaka mingi iliyopita," alianza kusema, "kabla sijaoana na baba yake Juma, kulikuwa na mwanamke mwingine." Juma alishangaa. Mwanamke huyo alikuwa mzuri sana. Watu wote walimpenda, lakini uzuri wake uliharibu familia nyingi. Amina alimsikiliza kwa makini. "Mwishowe baba yake Juma karibu aniache kwa ajili yake. Niliteseka sana, nililia sana. Na tangu siku hiyo nikaanza kuogopa wanawake wenye uzuri mkubwa." Machozi yakaanza kumtoka. Nilipomwona Amina kwa mara ya kwanza, niliona historia ile ile ikijirudia. Juma akatikisa kichwa. "Lakini Amina si yule mwanamke wa zamani, mama." Mama yake akamwangalia. "Najua, lakini hofu ilinifanya nishindwe kuona ukweli." Amina akabaki kimya. Ndani ya moyo wake alianza kuelewa kuwa mama wa Juma hakuwa tu mtu mwenye chuki. Alikuwa mwanamke aliyewahi kuumizwa sana. Lakini bado maumivu aliyosababisha yalikuwa makubwa. Juma hakuridhika bado. "Kuna jambo moja bado sielewi," alisema. "Ni nani aliyekuwa anatuma barua za vitisho?" Mama yake akanyamaza. Kabla hajajibu, mlango uligongwa. Mzee mmoja aliingia ndani. Amina alimtambua mara moja. Alikuwa ni yule mtu aliyekuwa amemwambia baadhi ya ukweli siku zilizopita. "Muda umefika wa kusema kila kitu," alisema. Juma na Amina wakamtazama kwa mshangao. Mzee huyo akaeleza kuwa kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akichochea matatizo yote. Alikuwa jirani wa zamani wa familia ambaye alikuwa na wivu mkubwa kwa familia ya Juma. Yeye ndiye aliyekuwa anatuma ujumbe wa vitisho. Yeye ndiye aliyekuwa akieneza maneno mabaya kuhusu Amina. Na yeye ndiye aliyekuwa akimfanya mama yake Juma azidi kuwa na hofu.
Juma alihisi hasira. Kwa hiyo tulikuwa tukiharibiwa maisha na mtu wa nje? Mzee akatikisa kichwa. Hofu ya mama yako ilitumiwa vibaya. Mama wa Juma akaanza kulia. Sikujua mambo yangefika hapa. Usiku ule ulikuwa wa hisia nyingi. Mama yake Juma alisimama mbele ya Amina akiwa na machozi. Amina, nisamehe. Amina hakujibu mara moja. Alikumbuka kila maumivu aliyopitia. Maneno ya watu, barua za vitisho, upweke na hofu. Lakini pia aliona huzuni ya kweli kwenye macho ya mama huyo. Sikuwahi kutaka kuharibu familia yenu, Amina alisema polepole. Mama wa Juma akamshika mikono. Nilikuwa kipofu kwa sababu ya maumivu ya zamani. Juma naye akasogea karibu. Mama, tunahitaji amani. Baada ya ukimya mfupi, Amina alimkumbatia mama wa Juma. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, nyumba ile ilijaa utulivu. Siku zilianza kubadilika pole pole. Amina hakukuwa tena peke yake. Juma alianza kumtembelea kila siku. Walitembea pamoja kijijini kama zamani. Lakini safari hii hakuna aliyewacheka. Hakuna aliyewaangalia kwa mashaka. Watu wa kijiji walipoona ukweli umefichuka, walianza kuheshimu mapenzi yao. Mama yake Juma naye alianza kumbadilika. Alianza kumsaidia Amina kazi za nyumbani. Wakati mwingine walikaa pamoja wakiongea na kucheka. Juma alipowaona pamoja, moyo wake ulijaa furaha. Nilikuwa na ndoto ya siku hii, alisema. Amina akatabasamu. Na mimi nilikuwa karibu kupoteza matumaini. Mapenzi yao yakarudi kuwa yenye nguvu zaidi kuliko zamani. Miezi michache baadaye, kijiji kizima kilianza kuzungumza kuhusu jambo moja: harusi ya Juma na Amina. Siku hiyo kijiji kilikuwa kizuri sana. Miti ilipambwa, muziki ulisikika kila upande. Wanawake walivaa nguo nzuri za kitamaduni. Wanaume walikuwa wakicheza na kucheka. Juma alikuwa amesimama mbele akiwa na tabasamu kubwa. Lakini alipomwona Amina akitembea kuelekea kwake akiwa amevaa gauni jeupe, macho yake yalijaa machozi. Amina alikuwa mzuri kupita kawaida. Kila mtu aliyemwona alinyamaza kwa sekunde. Mama yake Juma naye alikuwa amekaa mbele kabisa. Na safari hii uso wake haukuwa na hasira. Ulikuwa na furaha. Aliposimama kuwabariki, alisema, leo ninaelewa kuwa upendo wa kweli hauzuiliwi na hofu. Kila mtu akapiga makofi. Juma akamshika Amina mikono. Nimekupigania na sitakuacha tena. Amina akatabasamu akiwa na machozi ya furaha. Baada ya harusi, maisha yao yakaanza upya. Nyumba yao mpya ilikuwa ndogo lakini yenye amani. Kila asubuhi waliamka pamoja wakiwa na furaha. Amina aliendelea kuwa msichana mwenye moyo mwema. Na Juma aliendelea kumpenda kuliko siku ya kwanza. Mama yake Juma naye alibadilika kabisa. Alianza kuwa karibu na Amina kama mama wa kweli. Wakati mwingine alikaa peke yake akifikiria jinsi hofu ilivyoweza karibu kuharibu maisha ya mwanawe. Lakini mwisho wake ukweli uliwashinda wote, na mapenzi yao yakawa mfano kwa watu wengi kijijini. Watu walipozungumza kuhusu hadithi yao, walikuwa wakisema, mapenzi ya kweli hupitia majaribu, lakini yakivumilia hushinda. Na hapo ndipo safari ya Amina na Juma ikaishia.
si kwa maumivu, bali kwa furaha, msamaha na upendo wa kweli. Asante kwa kufuatilia stori hii mpaka mwisho. Usisahau like, comment, na subscribe kwa hadithi nyingine nzuri zaidi.